Fungamana na hayo na ni kwamba upasuaji wa mwili wa Dennis Muthoi anayedaiwa kufariki dunia baada ya kupigwa risasi Jumatano mchana katika makabiliano baina ya polisi na wakazi wa Majengo umeahirishwa hadi mnamo Ijumaa. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Samira Mohamed, familia ya Dennis Muthoi sasa inaitaka serikali na idara za uchunguzi kuingilia kati na kuhakikisha haki imetendeka. Ndio majonzi ya mzazi aliyempoteza mwanae katika njia tatanishi. Sijui nitaanza wapi bila neno. Mama yake Dennis Muthoi asiamini kilichosababisha mauti ya mwanae mwenye umri wa miaka 26. Alifanya makosa gani ndio wawe? Alifanya nini hata nimeshikia walikuwa wamejificha? Akatafutwa huko akashikwa, ndio akashutiwa akishikwa. Kwa nini mtoto wangu hauawe namna hiyo? Familia ya Dennis Muthoi mapema leo ilifika katika makafani ya City kushuhudia upasuaji wa mwili wa mpendwa wao anayedaiwa kuuawa kwa kupigwa risasi katika makabiliano baina ya maafisa wa polisi na wakazi wa Majengo mnamo Jumatano. Tukaongea na akamka asubuhi jana aende kazi Kikomba, anauzanga viatu. Sasa ikifika saa 5 hivi ndio nikapata simu ati Deno ameshutiwa ayuko. Wakielezea makovu walioachwa nayo kufuatia kifo cha mpendwa wao, familia hii imekashifu idara ya polisi kwa madai ya kutekeleza mauaji ya Dennis. Tukaingia kwa gari yenye ilikuwa hapo ya mteja mmoja hapo, tukakaa ndani. Tukiwa hapo askari anakuja tena anachungulia. Anasema huyo nimemaliza. Yeye mwenyewe peke yake. Sasa tunashindwa. Sisi ni wanyama ama sisi ni nini? Tunauliwa kama mbuzi. Familia hii sasa inaiomba serikali na idara ya upelelezi kufanya uchunguzi wa kina kwa haraka na kuhakikisha haki imetekelezwa kwa Dennis na wapendwa wake. So tunataka haki, na kama sisi kama Wakenya tulindwe, tupewe haki yetu. Baadhi ya wanaharakati na mashirika ya haki za binadamu wamekashifu vikali mauaji ya Dennis na ukatili wa polisi ulioshuhudiwa Jumatano katika eneo la Majengo, huku wakiziomba idara husika kuingilia kati na kuhakikisha haki imetekelezwa kwa familia ya Dennis. And what is very sad is that the leaders in this country, including the cabinet secretary, the president, will do nothing to ensure Dennis and the family get justice. Is this the Kenya that we want to see? Samira Mohamed, runinga ya TV 47, Nairobi.